Kuna masala muhimu hapa tutakayogusia, kuwa pamoja na kuwa hii safari tumeieleza na ni ya kweli na ni ya haki, haifai mtu kuikataa, lakini haijulikani ilikuwa katika usiku wa tarehe ngapi. Bimaana haikudhibitiwa kuwa ilikuwa ni mwezi gani wala ni tarehe ngapi. Twajua tu ilikuwa katika mwaka wa 10 baada ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama siku gani, Allahu a'lam. Ilikuwa ni tarehe ngapi, Allahu a'lam. Sasa kuna wale khurafiyun wao wasema kuwa hii safari ilikuwa tarehe 27 mwezi wa Rajab. Kwa hiyo wakafanya hii usiku wa tarehe 27 ule wakauhusisha na baadhi ya ibada na sherehe fulani, wakaziweka katika usiku kama ule. Na hili ni kosa, bali ni uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa hii safari ni safari tukufu, lakini Mtume mwenyewe alayhi salatu wassalam hakuweka sherehe yoyote, wala hakuamrisha masahaba wake kuwa ikifika usiku fulani wa tarehe fulani mwezi fulani, basi kumbukeni ndio hiyo siku ambayo mimi nilifanyiwa kadha wa kadha, kwa hivyo mtafanya sherehe fulani, mtafanya ibada fulani hasa kwa ajili ya siku hiyo. Hili hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwanzo ni uongo, haikuwa tarehe 27 Rajab. Na tukikataa hili, mara nyingi hawa makhurafi bwana, mwisho hawa jamaa hawa ordinary kabisa, wao wataigeuza kisa wana wakataa kama Mtume mpelekwa Isra al-Mi'raj. Hatuzungumzii hilo sisi. Ndio leo darasa ya dhuhuri pale nikawaambia hawa mabwana, wakiulizwa dalili ya kuwa swala katika masharti ya swala ni wakati, badala ya kusema inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, au wasema yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisa fi al-mahid. Hii azum za haid, hii azum za wakati tofauti. Kwa msikimbie, sisi tukusudia nyinyi mwahusisha hii siku, mmeitunga nyinyi. Hakuna katika sheria hili jambo la kusherehekea siku ya tarehe 27 mwezi wa Rajab, halipo katika dini hili. Nyinyi mmeliweka, mlelichomeka. Na kama ingelikuwa kuna kheri katika kufanya hayo mnaoyafanya, asingewacha kutufundisha sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lam yakun nabiyyun qabli, Mtume sana asema hapakuwa na mtume yoyote kabla yangu, illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, isipokuwa ilikuwa ni haki na wajibu juu yake kuwaongoza umma wake katika kheri anayojua ni kheri kwa wao. Na sisi tuamini hakuna njia ya kheri isipokuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Tutosheke na yale aliyotufundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna haja ya kuongezea. La ajabu ni kuwa hawa ambao huzua katika dini huwa ni wachangamfu sana katika uzushi, lakini ikija katika sunna yenyewe, ile ladha ya kufuata sunna pia hakuna tena. Wewe angalia, mtu aweza kukesha akakwambia leo bana miraji, leo huyo mwezi ukapatwa usiku, asiende kuswali salatu khusufa, si swali. Lakini yeye atakwambia tarehe 27 bwana, leo miraji, leo akafanya bidii. Sasa sijui kinachowachangamsha zile biriani na pilau ama kuna mwingine, lakini huwaoni wakichangamka katika sunna. Lakini katika bid'a umeona klipu leo, jamaa piga twari, huyo ana jasho la mtoka, kanzu nzima imejaa maji, anshika na huku juu. Sasa ingelikuwa na screen kubwa hapa, ngeiwasha hapa. Huku juu kapiga chinja, sijaona. Huyo ampenda mtume huyo, piga kitwari paka kisha angalia huko dude mashallah na afya, apige kisawasawa, kisha lakini hapo wamuona sura yake amkhalifu kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuvaa kofia, nyele amebakisha huku juu peke yake. Mwangalia sasa, vipi wewe? Huku wasema haya, huku wafanye hivi. Kwa nini? Ndivyo ilivyo. Mtu akiingia katika uzushi apokonywa ule utamu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule utamu wa kufuata sunna hauoni. Wewe jiangalie wewe, mtu wa sunna, sema alhamdulillah, kila ukisoma kipya wafurahia kuwa leo kuna jambo jana nilikuwa silijui, leo nalijua, nalifuata. Kuna watu ukitaja tu kitu ambacho yeye alikuwa hakijui, akwambia soona washaanza
Usiona hii sio inaitwa wapi mpya hii. Sasa kwa nini isiwe mpya wakati wewe huendi kwenye madarasa, husomi? Sitakuwa kila kitu kipya kwako. Wacha hii mpya. Hata ukiambiwa mende ni miguu 6 pia kwako itakuwa ni mpya. Kwa nini? Kwa sababu skuli pia ulikimbia. Maskulini kwetu, skuli zetu sisi tufundishwa hivyo, mende na miguu 6 na sijui nini na kitu, basi pia hiyo inkupita. Wewe wapitwa na kila kitu, hata zile za mbwa na mino mangapi pia inkupita. Ndio tunafundishwa sisi skuli. Wachorewa sijui mtu wa petrol sijui kitu gani, watu watengeza kompyuta, sisi tunketi huko. Lakini pia yeye hiyo haijui. Ukihudhuria katika vikao vya ilmu utajua mengi ambayo ulikuwa huyajui utayajua. Lakini sasa usikae mbali na ilmu kisha ukiambiwa kitu hii mpya hiyo wanatoa wapi? Humo tu wasoma wajua. Acha tu. Kwa tutosheke na yale aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na dini iliyokamilika, na aya iko wazi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, falhamdulillah ala ni'mati al-islam was-sunnah. Mimi nitafunga hapa kikao changu. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.